jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka. Tunaangalia neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Zaburi. Tunaangalia neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 12 mstari wa kwanza na ule wa pili. Zaburi sura ya 12 mstari wa kwanza na 12. Bwana anatafuta watu waaminifu, waabuduo halisi, watu waaminifu. Biblia inasema, Bwana okoe, maana mcha Mungu amekoma. Maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Waaminifu wametoweka. Bwana anatafuta waaminifu. Na Daudi anasema, Bwana, maana waaminifu wametoweka. Waaminifu wametoweka. Maana waaminifu wametoweka katika wanadamu. Wanadamu uaminifu umetoweka. Uaminifu, aliye mwaminifu manake kuna hofu ya Mungu ambayo iko ndani yake. Kuna hofu ya Mungu. Mwaminifu hawezi kufanya kitu tofauti. Ana uaminifu. Achilia mbali kwamba ni mtu mwaminifu kwa mambo ya dunia, lakini mambo ya Mungu hataki. Wapo waaminifu. Biblia inasema hata kumkataa Bwana Yesu, kutomkubali Bwana Yesu, kutomkiri ni dhambi. Kuna watu ni wanyofu mambo yao. Hawana shida na mtu, hawagombani na mtu, hawana neno na mtu, wanafanya vitu vyao kwa ustadi. Lakini kwa dhambi ya kutokumwamini mwana wa Mungu, mbingu huwezi ukaiona. Lakini Bwana anatafuta waaminifu. Bwana anatafuta waaminifu. Anatafuta vijana waaminifu. Uaminifu, uaminifu, uaminifu. Na hakuna chuo ambacho kinafundisha uaminifu duniani. Trust, hakuna mahali wanafundisha uaminifu. Hakuna chuo duniani kinatrain uaminifu. Kwa Bwana anatafuta uaminifu. Daudi anasema kwamba maana uaminifu katika wanadamu wametoweka, hawapo. Kuna gap. Haleluya. Waaminifu katika wanadamu hawapo. Uwe mwaminifu, na ukiwithdraw uaminifu, kesho utaaminika. Wahitaji kumaintain uaminifu, kwamba wewe ni mwaminifu. Kuongea kwako chochote ambacho unaongea, uaminifu. Umekabidhiwa mahali mwaminifu kwa sababu ya uaminifu. Biblia inasema aliye mwaminifu kwa kitu cha mtu mwingine atapewa cha kwake. Ni mtu anauza dukani kwa mtu, haibi. Na watu wanatafuta trust, wanatafuta watu wa kuamini. Nilifanya kazi benki, niliona muda mwingine watu wamefanya kazi na watu ambao wanawaamini tu. Wanatafuta mtu mwaminifu, wanatafuta mtu mwaminifu. Haleluya. Mtu mwaminifu kwa sababu amekuwa mwaminifu tu, kwa sababu msana kazi tu amekuwa mwaminifu, akapata nafasi. Kwa sababu ni house boy tu, ni kijana tu amechukuliwa kwa ajili ya kazi za shamba au kusaidia nyumbani, mwaminifu. Kwa sababu ni mlinzi tu, mwaminifu. Kazi zake anafanya kwa uaminifu. Ule uaminifu unajenga nafasi, unampatia mtu nafasi, kwa sababu ni mwaminifu. Haleluya. Atafanya kitu kwa usahihi kabisa. Uaminifu sio kumtendea mwenzio vibaya. Uaminifu ni kucomply kile kitu ambacho kipo. Sheria zipo, zimewekwa, taratibu zipo, kuzifuata hizo taratibu kwa uaminifu. Uaminifu unaanzia katika neno la Bwana. Moyo. Ndiposa tunaweza kucomply haya mambo mengine yaliyopo duniani. Ni ofisini kwako, taratibu zipo, umeokoka, fuata taratibu. Haleluya. Uaminifu. Aliye mwaminifu kwa Bwana, na watu waaminifu, mioyo yao ambayo imepondeka, mioyo yao ambayo inamtafuta Bwana, mioyo yao ambayo inasema ndio Bwana, tujapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, Bwana atatusaidia. Pamoja na shida na njaa na ziki na mambo mengineyo ambayo yamesimama, wanaamini kwamba msaada wa Yesu Kristo utawapigania, utawatetea, kwamba yeye ndiye kimbilio letu, yeye ndio msaada wetu. Lakini ndani ya mioyo yetu, kitu cha kwanza uaminifu.
kwamba ameahidi yeye hatuache mpaka ukamilifu wa dahari. Na kuamini kunakuja kwa kuamini. Tunaamini, lakini kutembea kwa uaminifu. Mwaminifu kwa Mungu, mwaminifu kwa nyumba yake, mwaminifu kila eneo. Watu wengine hapa kwenye pesa haaminiki kwenye pesa, mambo fulani haaminiki, untrusted. Uaminifu. Nami nasema Bwana akusaidie, aongeze kiwango chako cha kuaminika. Uaminike na Mungu. Ni wao waambia watu mara fulani na ubiri sawa, kuna mambo mengine Mungu aniamini. Toka shanga kama how comes. Kuamini manake some extent kwamba kuna vitu ambavyo naweza nikabeba, mengine siwezi nikabeba, na nikatoa mfano kwamba kuna kiwango fulani ambacho naaminiwa niweze kuwa nacho saizi cha pesa, kiwango fulani cha pesa, ili kusudi la Bwana niendelee kulibeba. Mchungaji mmoja wa siku za nyuma na ameanza kuhubiri miaka 80 kitu kabla sijazaliwa nchini, alikuwa naomba Mungu tusaidie tuwe na gari ya kubeba mzigo. Tunahangaika watu, tunakodi magari ya kwenda kuhubiria, tunabeba vyombo, mle mwingine wanapanga vyombo vya maturubai vibaya, tunapigwa fine. Tungekuwa na gari la kubeba. Wanaomba mwaka mzima. Siku moja mtu aliomba kwenye maombi akatoa cheki ya milioni 100 ya kutosha kununua gari hizo skani Sentela. Ule bwana akashangaa sana, akasema moyoni mwake, huyu mtu mwaka mzima tunafunga na kuomba singetoa pesa. Mungu akamwambia kwamba moyo wako ulikuwa hauna uwezo wa kubeba milioni 100. Kwa umepata logic hapo, ambapo nikawa nawaambia wale watu, na nikitoa huo ushuhuda kama kuna mambo mengine ambayo Mungu aniamini. Ni sawa sawa na yule mhubiri siku hizo, Mungu akaona kwamba wakae kwenye maombi mwaka mzima, na mtu ambaye ndege kwamba toa hela yuko ndani. Mungu akaruhusu maombi yale yakampa stamina kwamba asilemewe wala asipate shida. Haleluya. Hiyo ni issue nyingine ya kuaminiwa kwenye eneo fulani, kwamba una uwezo wa kubeba, bado utaendelea kuwa mwaminifu. Bado ukiendesha gari zuri ibadani kwa unaenda kwa miguu, ukipewa gari utaendelea kuwa ibadani. Haleluya. Hivyo ni viwango vingine vya Mungu kuweza kumwamini Mungu, kumwamini mtu. Nami nakuombea kwamba Mungu aongeze kiwango cha kuaminika, uweze kuaminika, viwango vyetu viongezeke, kuwe katika imani zetu ziweze kuongezeka. Lakini kumbuka kwamba Bwana anatafuta watu wenye imani ambayo iko thabiti. Bwana anatafuta watu ambao wanaaminika, watu wanaomwamini, wanaoaminika, ambao wanawaamini, hawakabidhi majukumu. Haleluya. Shalom, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Amen.